Habari, karibu tena katika makala zangu, na leo nimekuandalia makala inayohusu vitu ambavyo hutakiwi kuweka nyumbani kwako au vitu ambavyo hutakiwi kuwa navyo nyumbani kwako. Na leo nitakuelezea vitu hivyo ili vikusaidie kuboresha maisha yako, lakini pia kukufanya ujue kwamba ni vitu gani ambavyo labda vilikuwa vinakusubirisha mambo fulani ama vinakuchelewesha kwenye jambo fulani. Moja kwa moja nianze na kitu cha kwanza. Katika vitu ambavyo hutakiwi kuweka ndani ya nyumba yako ni kalenda za zamani. Kalenda za zamani zinaonyesha ama zinaashiria kitu ambacho hakiendelei au kitu ambacho kimeshapitwa muda, kitu ambacho hakipo kwenye maisha sasa hivi. Kwa hiyo ni vizuri ndani kuwa na kalenda ambazo zipo za wakati huo. Kwa mfano, huu ni mwaka 2026, ni vizuri kuwa na kalenda ya mwaka 2026 ukutani kwako, mezani au sehemu yoyote ambayo unaona unaweza kuhifadhi. Na sio vizuri kuwa na kalenda ya 2023, 24 au mwaka wote uliopita, kwa sababu kilichopita kimepita, kile kipya kinaonyesha uhai. Kitu cha pili ni vyombo vinavyovunjika, vyombo vilivyovunjika. Hii ni kwamba sio vizuri ndani kukaa na sahani, bakuli, majagi au chombo chochote ambacho kimevunjika, kwa sababu vyombo vilivyovunjika au kitu chochote ambacho hakimeharibika ama kimevunjika ndani ya nyumba kinaashiria migongano na kutokuelewana. Kwa hiyo vyombo na vitu hivyo ambavyo vimeharibika vinaashiria hivyo. Kwa hiyo unavyohifadhi unakuwa unaleta ile energy ambayo ni mbaya ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo jitahidi, kama kuna vyombo ambavyo vimeharibika, let's say kuna sahani, kuna bakuli unaipenda imeharibika ama imecrack, unaona tu ngoja nitumie nini, unaweza ukaikusanya na ukaenda kuitupa, kwa sababu ile inaleta migongano na kutokuelewana ndani ya nyumba. Kitu cha tatu ni pamoja na vitu vya watu wengine. Wanasema sio vizuri kumiliki au ndani kwako kuwa na vitu vya watu wengine. Hii inaleta inavutia migongano na inavutia bahati mbaya ndani ya nyumba. Kwa hiyo sio vizuri kuwa na vitu vya watu wengine. Kwa mfano, umeazima sahani, kuna kitu cha mtu ulichukuaga, kuna gari la mtu uliazima, kuna vitu gani hivyo, vitu vyote ukiviweka ndani ya nyumba yako, ndani ya maeneo yako, vinavuta migongano na vinavuta bahati mbaya ndani ya nyumba. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kila ulichokuwa nacho ndani ya nyumba yako ni cha kwako au umepewa na mtu moja kwa moja, sio cha kuazima. Sawa. Na kitu kingine ni saa zilizoharibika, broken clocks. Saa zilizoharibika, hii ni kitu kibaya sana kuwepo nayo ndani. Saa iliyoharibika kwa maana saa ambayo haisomi, iwe ni mshale, iwe ni zile TikTok hazifanyi kazi hivyo. Unaona, hii inaashiria kwamba kila kitu kimesimama. Kila kitu ambacho kizuri kwenye maisha yako kimesimama, kwa sababu saa inavyozunguka inaonyesha uhai wa mambo yako na vitu vyako, na saa inaposimama inaonyesha ukomo au usitisho wa mambo yako. Kwa hiyo ni vizuri ndani kuhakikisha kwamba kama una saa ya mfumo wote, iwe ya mkononi, ya mezani, ya ukutani, je, iko sawa, inaenda sawa? Kama haiendi sawa, unatakiwa uifix. Kama utaweka battery, kama haifai kabisa, ujue unaifanyaje. Lakini yenyewe inaashiria kusimama kwa mambo mazuri. Haya. Na kitu kingine ni maua yaliyokauka. Maua yaliyokauka ndani ya nyumba au ukiwa nayo kwenye eneo lako yanaashiria ugonjwa au kupungua kwa nguvu. Yes. Maua yaliyokauka yanaashiria ugonjwa ama kupungua kwa nguvu. Hii ndio maana yake. Kwa hiyo kama una maua ndani, let's say umenunua maua yako ya rose, umeyaweka ndani jikoni au sebleni au chumbani, baada ya siku ngapi yale maua yameshanyauka, yachukue, yamwage, safisha chombo chako, weka maua mapya. Au kuna ua ambalo umelipanda ndani ya nyumba yako kwa nje linazunguka nyumba yako na limekauka, nenda kaliplune, kama unaweza ling'oe, safisha, hakikisha una maua ambayo
yanaonyesha uhai, kwa sababu maua yaliyokauka yanaashiria ugonjwa au kupungua kwa nguvu chanya ndani ya nyumba yako. Yes, katika vitu ambavyo pia hutakiwi kuwa navyo ndani ya nyumba au hutakiwi kuviweka ndani ya nyumba ni pamoja na ile webi ya buibui. Unaona, unatakiwa mara kwa mara uhakikishe unasafisha kamba za buibui, kwa sababu zenyewe zinaonyesha kwamba zinazuia nguvu yoyote ile chanya ndani ya nyumba, lakini pia zinaonyesha kukwama. Kama unavyoona ile tandabui, ile webi ya buibui ikikaa, chochote unachokisogeza pale na nini kinanasa. Kwa hiyo huwa inaashiria hivyo. Lakini pia magazeti ya zamani, magazeti ambayo tayari umeshayasoma umemaliza hivyo, kwa sababu yenyewe yanavutia vikwazo, lakini pia yanaleta usengenyaji. Haya, jambo lingine ambalo ni hutakiwi kitu kingine ambacho hutakiwi kuweka ndani ya nyumbani kwako ni vitu ambavyo vina rangi nyeusi, kwa sababu vitu ambavyo vina rangi nyeusi vinaleta mawazo mengi na vinaleta msongo. Kwa hiyo ni vizuri ndani ya nyumba yako, kama kuna vitu ambavyo ni vyeusi, unaweza ukachanganya rangi au ukachanganya na vitu vingine ambavyo vipo kwenye light colors ili kuondoa hiyo. Na kitu kingine ni kioo kilichovunjika. Ndani ya nyumba yako kamwe hutakiwi kuwa na kioo kilichovunjika. Kama kuna kioo umetumia, iwe cha mkononi, ukutani au kwenye kabati, na kimevunjika, sio vizuri, kwa sababu chenyewe kilivyo kinakwamisha hatima yako. Maana ya kioo kilichovunjika ni kukwamisha hatima yako. Kitu kingine ni vitu vyenye ncha kali. Vitu vyenye ncha kali huwa vinatumika majumbani, lakini unachotakiwa kufanya ni kwamba vikishatumika viingizwe kabatini ama vifunikwe, viweke sehemu ambayo haionekani. Ni sehemu ambayo mtu akitoka akifika na viona, kwa sababu venyewe vinaashiria ubishi, ugomvi na migongano ndani ya nyumba. Na kitu kingine ambacho kinakwamisha pia, au kitu kingine ambacho sio kizuri kuwepo ndani ya nyumba ni pamoja na mishumaa ambayo imetumika. Kama uliwasha mshumaa kwa ajili ya kuutumia, alafu ukafika mwisho wake, ule mshumaa hautakiwi kuwepo wenyewe au mabaki yake. Inatakiwa ikusanywe na itupe, kwa sababu yenyewe inavuta nguvu. Kwa hiyo inakata nguvu yako katika maisha. Jambo lingine ni vyupa ambavyo havina kitu. Vyupa ambavyo havina kitu. Yes, empty bottles zina attract umasikini na kupoteza. Ndani kwako ukiwa na chupa ambazo ziko wazi, chupa ambazo hazina kitu, moja kwa moja unavutia umasikini, lakini unavutia kukosa. Kivipi? Kwa mfano, kuna chupa ya perfume ambayo umeshatumia, chupa imeisha, unatakiwa vitupe. Chupa ya mafuta, chupa ya maji, chupa ya aina yoyote ile, kwa sababu hiyo ukikaa nayo ndani inaashiria umaskini na inaashiria kupoteza kwa kitu. Kwa hiyo wanawake wengi au tuseme wamama wengi wa Kiafrika wamezoea kwamba kuna ile mtu anaweza kanunua chupa ya kitu fulani nzuri, ametumia, afu baadaye anaona hii chupa naweza nikaiweka nitumie kwa kitu kingine. No, sio sawa. Chupa ambazo hazina kitu ni vizuri zitupwe. Sawa. Kwa hiyo leo nimeona nikujuze mambo haya. Unaona, nikujuze mambo haya kwa sababu naamini kama ambavyo mimi yamenisaidia na wewe yatakusaidia. Ngoja niendelee na jambo lingine ambao ni viatu vilivyoharibika. Viatu ambavyo kama vilikuwa vya gundi vimeganduka, viatu ambavyo vimechanika, au viatu ambavyo vimeharibika kwa ujumla. Unaona? Hii inaashiria vikwazo na ugumu mbeleni mwako. Kama unavyojua viatu ni ishara ya mwendo. Kwa hiyo viatu vikiharibika, viatu vikiganduka, viatu vikikatika kamba, namna yoyote ile, inaashiria vikwazo na mambo magumu mbeleni. Kwa hiyo haya ni mambo mazuri ambayo tunaweza tukaelekezana kwa pamoja na tukapata elimu. Unaona, kitu kingine ni mifagio ya zamani. Fagio ya zamani, kuna fagio umeutumia, ule fagio umeshachoka au utumii tena, lakini uko tu kwenye eneo lako. Unaona, kwa mfano unaweza kuwa umetumia fagio
umesema kwamba okay, huu ufagio umezeeka, lakini huu ufagio ngoja tu niuache kwa hapo, nitakuwa tunafagilia labda nje na nini. Hapana. Fagio ambao tayari unaona umeshaisha, umeona tayari haufai, ule fagio unatakiwa utupwe. Kwa sababu gani? Wenyewe unachofanya unaleta energy mbaya ndani ya nyumba, unaleta energy hasi ndani ya nyumba. Hivyo inaweza ikakurudisha nyuma wewe kwenye vitu vyako kwa aina yoyote ile. Unaona? Haya, sasa mimi nimeshare na wewe vitu ambavyo havitakiwi kuwepo ndani ya nyumba yako, lakini next time nitakuelezea ni vitu gani ambavyo unatakiwa uviweke ndani ya nyumba yako. Asanteni sana, naomba msisahau ku like, comment na kusubscribe to my channel. Nawapenda sana. I hope mmejifunza kama ambavyo mimi nimejifunza. Mwe na siku njema.